الحمد لله الذي أنزل أحسن الكتاب نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، والصلاة والسلام على الهادي الأمة سيدنا محمد الذي جعله الله تعالى للناس كافة إماما، وعلى آله وصحبه الذين كانوا ينصبون إلى جنب الله سجدا وقياما، كانوا إذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وكانوا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكانوا بين ذلك قواما، كانوا يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أما بعد، إخواني في الله، أولا أوصيكم ونصي بتقوى الله عز وجل. يقول المولى تبارك وتعالى: وبكلامه يهتدي المهتدون، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. ويقول الشاعر الفاهم العارف في الله: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقبى كل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون. Enyi ndugu Waislamu, awalan nashkuru Maulana. Jambo la kwanza kabisa tunamshukuru Allah tabaraka wa taala ambaye kwa neema yake ametuteua sie tukaweza kuingia ndani ya mwaka mpya huu. Wengi kati yetu walitaraji kufika katika mwaka huu mpya wa Kiislamu, lakini Allah tabaraka wa taala kwa mashia yake na irada yake aliwachukua. Lakini wengine waliwahi kudiriki kuingia katika huu mwaka mpya wa Kiislamu, lakini waliondoka katika wiki iliyopita, na wengine wameondoka jana, wamekwenda katika maisha ya milele. Sisi Allah tabaraka wa taala kwa matakwa yake na irada yake, na si kwa ucha Mungu wetu na wala si kwa mema ambayo labda tumefanya, hayo ndio ikapelekea Allah tabaraka wa taala atubakishe mpaka hivi sasa. Ni matakwa yake Allah tabaraka wa taala ametuteua sie tukabakia mpaka hivi sasa. Hatuna budi an nashkura Maulana: la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum fa inna adhabi la shadid. Tunamshukuru Allah tabaraka wa taala. Ndugu Waislamu, jambo la pili, nafuatilia maneno yangu ya shukurani na kuwahusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Rubama yasalu sail, huenda akauliza mwenye kuuliza:
Kwa nini makhatibu wote katika misikiti yote duniani, lakini kwa nini wasema wote, watu wa mawaidha na wengine, kila mtoaji nasaha anapoanza kusimama akaanza na kalma yake, akaanza na mada yake na maneno yake, lazima kwanza afungue maneno yake na kuwahusia watu kumcha Allah. Limadha? Kwa sababu katika kuhusia watu na katika uchamungu ndio hupatikanika khayra dunia wal akhirah. Khairi zote za dunia na akhera zinapatikanika kwa watu kumshika sawa Allah tabaraka wa taala. Yule anayeanza safari yake ya maisha hawezi akafanikiwa kuyapata maisha yaliyokuwa sawa, lazima ashikamane na uchamungu. Na ndio hivyo Allah tabaraka wa taala anasema, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kumbe huyu anayetafuta maisha anatakiwa amche Allah, aimizwe uchamungu. Kwa kule kuimizwa uchamungu na akashika sawa uchamungu, maisha kwake anakuwa ni sahali. Yule anayeanza msafara wa elimu, sawa sawa imekuwa ni elimu ya kidunia au ni elimu ya kiakhera au elimu ya kimazingira, elimu yoyote, ikiwa ufundi chochote, lakini anaanza msafara wa elimu, anatakiwa ashike uchamungu. Mungu anasema, wa man yattaqillaha yuallimuhu Allah, yule atakemcha Allah atamfundisha Mwenyezi Mungu. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atufundishe. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atutilie baraka katika riziki zetu. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumcha Allah tabaraka wa taala na baada ya kuhimizana katika hilo, pia ninaikataza nafsi yangu na kuwakatazeni nyie kumwasi Allah tabaraka wa taala, kumkera Allah tabaraka wa taala. Hatutoweza kupata mafanikio ya maisha endapo kama ikiwa uchamungu wetu tutachanganya na kumkera Allah tabaraka wa taala. Waislamu, kwa muda huu mdogo, hebu nishike nukta ndogo mno, na hii nukta hasa itakuwa ni ujumbe kwa sisi vijana wa zama hizi. Kwa nini niteue mada hii? Tumeingia katika mwaka mpya, tumepita katika mwaka uliopita. Kijana aliyokuwa mjanja, mzee aliyokuwa mjanja ni yule ambaye anachunguza maisha yake yaliyopita. Yani lazima ukae uangalie mwaka uliopita, laiti kama utayachunguza mema yako na mabaya yako ni yapi mengi. Ukiona yamezidi mema yako, basi wewe ni kijana mjanja, zidisha na mwaka huu. Ukiona mema yako na mabaya yako, yale mema yako yamezidiwa na mabaya yako, basi jua kwamba wewe bado haujatoboa katika mwaka uliopita. Fanya vizuri katika mwaka huu ili uende kwa Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa ni mwenye kunali sana. Waislamu watukufu, mada yangu ya leo ni vipi unautumia ujana wako katika mwaka huu mpya wa Kiislamu. Vipi utautumia ujana wako, na yale matumizi yako vipi yataweza kukufaulisha katika dunia yako. Maana kuna baadhi ya muda unapokosea kuyatumia maisha yako ya ujana, unaanza kufeli katika maisha yako ya dunia, kisha akhera kunafuata kufeli zaidi. Enyi vijana, vipi tunayatumia maisha yetu ya ujana, ikiwa kama ni thamani na kama ikiwa ni tunu ambayo Allah tabaraka wa taala ametugea sisi. Allah katupa tunu ya ujana. Wako watu walizaliwa Waislamu hawakufikia huo ujana, waliondoka wakiwa wadogo, waliondoka wakiwa na umri mdogo mno, lakini mimi na wewe tumeufikia ujana. Huu ujana tunautumia vipi? Hebu tundeni na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume anafuatilisha maneno haya ambayo tumeyatanguliza punde, kwamba tutumie thamani aliyotugea Mwenyezi Mungu, thamani ya ujana. Tutumie fursa ya ujana
kuwa ni sehemu ya kuyapatia maisha yetu ya dunia na ni sehemu ya kuyapatia maisha yetu ya akhera. Mtume anasema igtanim khamsan qabla khamsin, jitahidi kutumia fursa tano, tumia chansi tano, tumia nafasi tano za kheri kabla bado hazijakufika hali tano ambazo sio mzuri. Cha kwanza kabisa alichokisema Mtume, shababaka kabla haramika, tumia wakati wa ujana wako katika kutengeneza maisha yako kabla haramika, kabla bado haujafika wakati wa uzee. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijua kwamba mtu katika wakati wa ujana ndio unaweza kufanya kila kitu. Unapofikiwa na wakati wa uzee hauwezi kufanya chochote. Vijana wazangu, Mtume anatufundisha na huyu ndio muallim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema innama bu'ithtu muallima, nimepelekwa nije kuwa mwalimu. Miongoni mwa walimu wake anatuhusia vijana kwamba tutumie fursa ya ujana, kwa sababu ukipita ujana ukoendako siku nzuri. Shababaka kabla haramika, hapo unakuta Mtume ametuhusia tutumie ujana. Mshairi akaendelea kusema na yeye, igtanim idha habbat riyauka faghtanimha, ukivuma upepo wako wa ujana, ukivuma upepo wako wa utajiri, ukivuma upepo wako wa neema, faghtanimha, utumie fursa hiyo. Fa uquba kulli khafiqatin sukunu, umwisho wa kila chenye kutingishika ni kutulia. Kila utakachokiona kinatingishika, ipo siku kitatulia. Kadhalika ujana uliokuwa nao hautodumu. Kama kuna vitu ambavyo vinapita haraka kwako, ni ujana uliokuwa nao. Kuna siku utakuja kuwa ni mzee. Hapo ulipokuwa kijana, ujana wako utumie vizuri. Akatuambia mshairi, wala taghful anil ihsani fiha, usije ukaghafilika na usije ukasahau kabisa kufanya wema katika hali ya ujana. Fala tadri sukunu mata yakunu, kwa sababu haujui wewe ule utulivu, kule kutulia wakati gani kutakuwa. Almuhimu tutumieni ujana wetu katika majambo ya khairati. Waislamu, vitu vinne havijui thamani yake isipokuwa yule ambaye amevikosa vitu vinne hivyo. Yako majambo manne ambayo wakati uko nayo Allah amekupa kwa tunu yake, hauwezi ukajua thamani ya majambo manne haya isipokuwa ikitokea umeyakosa hayo. Alisema Hatimul Asami, mmoja katika miongoni mwa wanachuoni wa karne ya 3, miongoni mwa wanachuoni waliowahi kuishi pale Khurasana, aliwahi kusema akiwa anawaambia vijana wake, na baadhi ya wanachuoni wanasema ni katika miongoni mwa nyasia ambazo alikuwa anawahusia vijana wake na wanafunzi wake. Alisema maneno haya, anasema arba'atu ashya la ya'rifu qadaraha illa arba'atun, الشباب لا يعرف قدرها إلا الشيوخ، العافية لا يعرف قدرها إلا أهل البلاء، والصحة لا يعرف قدرها إلا المرضى، الحياة لا يعرف قدرها إلا الموتى. Vitu vinne ameanza kutaja ujana. Anasema kijana hawezi kutambua thamani ya ujana aliyokuwa nao illa shuyukhu, isipokuwa wale watu wazima. Wale watu wazima walioupitia ujana, baada ya kuwa katika hali ya utu uzima wao, yako majambo ambayo walikuwa wanaweza kuyafanya wakati wa ujana, sasa wanayakosa. Wale wazee ukiwauliza ndo wanajua thamani ya ujana. Hebu ukitoka hapa mtafute mzee mmoja kwa njia ya heshima tu na kwa njia ya adabu tu, muulize, mzee wangu sasa hivi umetimiza miaka 70 na mimi niko miaka 30 mathalan, au niko miaka 40. Mzee wangu, yako mambo mimi kama kijana sasa hivi ninayaweza vizuri mno,
tena mengine ni mazuri mno, hatuwezi kuyasema kwa usaraha, lakini mazuri mno. Alikuwa anayaweza huyu mzee. Muulize sasa, atakwambia bwana, nisikilize bwana, lazima nipate njeka kidogo, nipate vitu niongeze ndio niyaendee hayo. Muulize mzee wangu katika njia nzuri tu. Mzee, ulikuwa wakati wa ujana unapokutana na mama, naongea na wakubwa hapa, unapokutana na mama ulikuwa unakwenda mpaka 6, 7, unakwenda 5, 4. Sasa hivi vipi? Atakwambia babu, wallahi hata moja mtihani. Neema ya ujana umekuja kuondoa neema ya kitu kilichokuwa bora zaidi, ambacho watu wanauana kwa hicho, watu wanagombana kwa hicho. Cha kwanza kimeondoshwa hicho. Unamkuta mzee kuna baadhi ya majambo anayatamani, lakini ujana, ile neema ya ujana imeondoka. Ndio ule mzee mmoja akasema, natamani laita shababu yaudu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib. Natamani laiti kama ujana siku moja ungerudi, nikaupa habari uzee huu umekuja kufanya nini. Vijana, ujana una thamani mno, ujana una thamani mno. Leo sione mzee unamkuta katika kigenge cha pweza, anasubiri supu ya pweza afanye mambo. Ile pweza, supu ya pweza, anakuambia nataka niongeze vitu kidogo, ni kuhangaika tu kule, aongezi chochote. Lakini wewe kijana, unaona namna gani unavyoingia kiwanjani? Tushaelewana. Ikiwa unielewi, mada haikuhusu, naongea na wakubwa hapa wa Pwani. Kijana, unajua namna gani hauhitaji pweza wala hauhitaji alkasusu wala hauhitaji nini. Ujana wako tu peke yake unakwenda kuhesabu 7, 8 kwa wakati mmoja, alafu kesho ndio hivyo hivyo unaenda. Mzee huyo kwa mwezi mara moja. Nisamehe sana wazee, si kama labda na watusieni, isipokuwa nawaambia vijana namna gani tunavyotakiwa tutumie vizuri fursa ya ujana, kwa sababu katika ujana ndio unaweza kufanya majambo yote. Hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyohimiza kuoa, angalia, alisema ya ma'shara shabab, enyi vijana, kwa sababu alijua vijana ndio wanaweza kuliendea sawa lile jambo. Tukatajwa vijana. Angalieni hata wale ahlul kahfi, ashabul kahfi, wale ashabul kahfi walionesha imani iliyokuwa thabiti kwa kukimbia dhuluma katika ule mji wa kifalme. Walikwenda pale mpaka historia inaandikwa ndani ya Qur'ani, inakuwa hata sura bora kusoma siku ya Ijumaa kama leo. Ni vijana wale. Ujana una thamani kubwa, lazima tuangalie namna gani tunautumia ujana wetu. Kwa hiyo katika miongoni mwa vitu 4 muhimu ambavyo ukivipata hivyo ujue umepata thamani, isipokuwa haujui uliopata, isipokuwa nenda kamuuliza yule ambaye amekosa. Kwanza ujana la yaarif qadraha illa shuyukh, isipokuwa wazee. Alafia, uzima uliokuwa nao ni thamani. Uzima uliokuwa nao ni thamani, lakini huwezi kutambua kama uzima uliokuwa nao ni thamani isipokuwa nenda kawaulize wale waliopatwa na mabalaa, waliopatwa na maradhi, ndo wanajua thamani ya uzima. Wasiha la ya'rif qadraha illa almarda, alhayatu la ya'rif qadraha illa almauta. Uhai uliokuwa nao kadhalika huwezi kutambua thamani ya uhai uliokuwa nao isipokuwa nenda kawaulize wale watu waliowekwa pale Kisutu, ndo wanajua thamani ya uhai. Ndio maana Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani al-Karim, siku ya kiyama atakapokuwa anawalipa wale watu wabaya, watakapokuwa wanalipwa mabaya yao na wakaona moto, watasema wale watu wabaya wakiwa wanajutia maisha yaliyopita, wakiwa wanaojutia uhai, wanaojutia ujana, wakawa wanasema laiti kama tungekuwa tuna sisi marejeo, tukarudi tukaenda kufanya kinyume na yale ambayo tuliokuwa tunayafanya na kinyume na yale ambayo tumeyapoteza. Allah shabab, ujana twendeni tukautumie vizuri. Mmoja ya wanachuoni
alikuwa anawahusia vijana wake, aliwaambia hivi: istamil waqta ash-shababi fi tadbiri umurika, utumie wakati wa ujana katika kupangilia mambo yako. Yapangilie mambo ya maisha yako katika hali ya ujana, kwa sababu hauwezi kupangilia maisha wakati wa uzee. Fikra zimechoka, akili imechoka. Sasa wakati wa ujana, basi istamil waqta ash-shababi fi tadbiri umurika ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya. Akasema tena, la tuhmil awqataka sudha fima la yughnika, usiupuuzie ule wakati wako ukawa unapita bure, ukawa huko. Tuna vijana tumezoea kusema hivi, bwana mimi hapa nimekaa jobless hapa, ninapoteza muda kidogo. Sasa huyu anamuhusia kijana wake, anamwambia la tuhmil awqataka suda, usiupoteze muda wako bure, fima la yughnika, katika vitu ambavyo havina msingi kwako, wala yufiduka illa khasara, na katika vitu ambavyo havikufidishi isipokuwa hasara. Fatafakkar ayuha shababu, basi fikiria, tafakkar kijana, ayuha shabu asharib, ebu mfikirie pale ambapo unapoliendea jambo baya. Mfano yake akatoa mfano wa pombe, anamwambia tafakari ewe kijana mlevi, tafakari maladhi yali baada shurbi. Tafakkar awalan, unauendea ulevi mathalan. Sasa tafakkar maladhi yali baada shurbi, ni kitu gani ambacho yali baada shurbi, kinakuja na kitaelekea baada ya kunywa? Ni kitu gani ambacho kitatokea? Tafakkar, zingatia kwanza ni kitu gani ambacho kitakutokea baada shurbi. Lakini akasema tena, watafakkar ayuha shabu baada zina maladhi yali baada zina, fikiria kijana wakati unaendea majambo ya zinaa, ambao vijana wengi natumelewa huko. Unapoendea majambo ya zinaa, kabla bado haujafanya lolote, hebu zingatia mwenyewe ni kipi kinakuja baada ya lile tendo kulifanya. Je, unapata hasara aidha unafaulu? Sasa kabla ya kufanya, tafakkar awalan. Akasema tena, ayuha shabu asariq, ewe kijana uliokuwa mwizi, man ladhi yali baada sirqa, kitu gani kinafuatilia baada ya wizi uliokuwa nao? Tafakkar. Ndugu zangu Waislamu, yalla na ujana, tutumie maisha yetu vizuri ya ujana ili tuweze kufaulu katika dunia yetu na akhera yetu, na ili tuweze kwenda kuishi vizuri katika maisha ya utu uzima, lazima tufikirie vizuri ujana wetu na tuutumie vizuri ujana wetu. Wallahu yaqulu tabaraka wa taala wa huwa asdaqul qailina jalla jalaluhu, fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، والصلاة والسلام على أفضل العباد وعلى آله وأصحابه الأفاضل الأمجاد، ونحن معهم وفيهم برحمة الله تعالى إلى يوم التنادي. أما بعد، أوصيكم ونصي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Ndugu zangu wapenzi watukufu, ikiwa tuko mwishoni mwa hutuba yetu ya pili, naendelea kuwahusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala, na wakatazeni pamoja na kuikataza nafsi yangu kumuasi Allah tabaraka wa taala. Yalla ujana,
Vijana wenzangu, ujana ni mtihani mkubwa. Ujana usipouendea vizuri, ndio unaingia ile ashababu nisful jununi. Wanachuoni wanaugawa ujana katika vigao vikuu vitatu. Yuko shabu anaitwa ashabu mustaqimun, kuna shabun munharifun wa shabun baina. Yuko kijana ambaye amenyoka hivi, amemshika Mungu kisawasawa, huyu ndio kijana ambaye anafaulu katika dunia yake na akhera yake. Lakini kuna shabun munharif, kijana ambaye haeleweki. Asubuhi ni mlevi, mchana ni mvuta bangi, jioni basi hapasemeki. Yani asubuhi amelewa, mchana kavuta bangi, jioni nakuta ile mifuko yake ya nyuma ya jinzi imekutana. Na unapokutana na kijana ukaona mifuko yake ya jinsi ya nyuma imekutana, basi huyo kijana ashabadilishwa, amebadilishwa. Wanaofanya hayo ni vijana Waislamu na sio watu wazima. Hatujui tuendako na wala hatujui tufanyalo. Unafuatana na kijana, unamkuta anatembea katika ardhi kana kwamba ile ardhi ina mabonde na ina mashimo. Ukimwangalia yule Luqman alivyomwambia kijana wake, alimwambia la tamshi fil ardi marha, usitembee katika ardhi marha, usitembee katika ardhi kwa majivuno, usitembee katika ardhi kwa majivuno. Leo tuangalie vijana wa leo, hatujui tulifanyalo na wala hatukujui twendako. Ewe kijana uliokuwa ndani ya Kariakoo, hebu maisha yako igiza na mfanya biashara ambaye anapambana. Na wewe kijana unaishi shambani, maisha yako yaigize na ule mkulima ambaye anapambana. Kivipi? Twendeni na maneno ya mshairi. Mshairi anasema hivi: idha anta lam tazara wa absarta hasidan nadimta ala tafriti fi zamani albadri. Anasema mshairi, idha anta lam tazara wa absarta hasida, ikiwa haukulima ukawa unangoja kumuona yule mvunaji wakati wa kuvuna, wakati watu wanalima wewe ulijiweka tu, ukawa unasubiri wakati wa mavuno. Sasa unaangalia yule anayevuna kavuna ngapi, kapata nini, basi nadimta ala tafriti fi zamani albadri, utajuta wewe ala tafriti, kwa uzembe ulioufanya ule wakati wa kupanda, wakati wa mipando, wakati wa kufanya biashara. Ulifanya uzembe, unakuja kujuta kwa sababu muda ambao la yanfa'u nadama, majuto hayanufaishi tena. Lakini vijana, tufanye matendo ambayo tutawabakisha wazee wetu hawa wakiwa wanakaa, wakiwa na thamani. Hawa wazee kwa kweli, kuanzia hao waliokuwa hai mpaka wale waliotangulia mbele ya haki, wanakashifika mno. Tunaowakashifu ni sisi vijana. Tunawakashifu kwa namna gani? Sura ya kijana ni sura ya baba yake. Yani kijana anachokifanya leo, picha ya kwanza anatoa kama baba yangu ndio alinilea hivi, baba yangu ndo alikuwa ameishi hivi. Kwa nini? Maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema, kullu mauludin yuladu ala alfitra illa min abawaihi, mpaka mwisho hadithi. Mtume anasema kila kinachozaliwa kinazaliwa katika maumbile ambayo imani nakubali, kinazaliwa katika maumbile ya kwamba Uislamu nakubali. Sasa kwa sababu hakuna mtu anayezaliwa akazaliwa na hali ya kuwa ana mila nyingine, anazaliwa hali ya kuwa imani inakubali, maumbile ya Uislamu yanakubali. Illa min abawaihi, Mtume akavua akasema baba na mama, hawa ndo ambao wanamtoa mtoto kuwa katika kuwa mwema kwa nafsi ya malezi yao na kwa nafsi ya desturi ambazo anazikuta kijana pale nyumbani, au wakawa wabaya. Maneno haya yakijulisha kitu. Ndio maana nikasema hivi, sisi vijana tutendeni matendo mazuri ambayo tutawafanya wazee wetu wabaki wakiwa na thamani katika maisha yao ya dunia na katika maisha yao ya akhira. Mshairi mmoja alituambia maneno akasema, wayansha'u nashi'ul fityani
minna ala ma kana awadahu abuhu yanshau as-saghiru ala ma kana waliduhu innal usul alaiha yanbutu ash-shajaru. Anasema mshairi yule, wayanshau nashi'ul fityani minna ala ma kana awadahu abuhu, kijana anakuwa katika makuzi ambayo aliyoyazoea kwa baba yake. Kwa hiyo na sisi wazee tuna nafasi pia ya kukaa kuonesha malezi mazuri kwa vijana wetu, kwa sababu yule kijana ai mtoto wako atakuja kukua katika malezi yale ambayo wewe ulimlea. Limadha? Anasema yanshau saghiru, anakulia mtoto ala ma kana waliduhu, kwa vile alivyokuwa mzazi wake. Innal usul alaiha yanbutu shajaru, hakika ile misingi kwa mujibu wa msingi ulivyo, alaiha yanbutu shajaru, ndio huota ile miti. Mti unaota kwa mujibu wa msingi ulivyo. Waislamu watukufu, vijana wazangu, tunatakiwa tuelewe sisi ni matunda. Sisi ni matunda ya wazee wetu. Sisi ndio mbegu za wazee wetu. Sisi ndio pato la wazee wetu. Sasa lazima tuwe vizuri katika ujana wetu, maisha tuyapeleke vizuri, ili tusije tukawatia aibu wazee wetu. Mmoja katika miongoni mwa watu wa kheri anasema, nahnu thamaratu a'mali sabiqina wal ajyali alqadima takunu thamaratan lana, sisi ni matunda ya matendo wale waliotangulia, wale ajyalul qadima, na familia zijazo, basi takunu thamaratan lana, zitakuwa ndio matunda yetu sisi. Sasa tukiwa sisi tumeanza kuharibika vijana wa leo, maana yake dunia uko iendako ndio itakuwa imeharibika zaidi. Enyi vijana, tushike vizuri dunia yetu. Vijana, nikimalizia, kwa sababu ya kutegemea muda umetuacha, lakini tukimalizia, hata leo mazingira ya nchi yetu yanategemea nguvu ya vijana. Sisi tukiamua kuiharibu nchi yetu ambayo Allah tabaraka wa taala aliwajalia wazee wetu, nchi yetu wakawa amewapa tunu ya amani mathalani, na wazee wetu wakailinda amani ile, mpaka sisi tunazaliwa leo tumeikuta amani ya wazee wetu. Ikiwa bado waliilinda wale wazee, hawakuibomoa, sisi leo vijana tukiishi katika hali ya hamasa, tukawa hatufikirii lolote linalopita mbele yetu ni sawa, tutakuja kuharibu tunu ambayo Allah tabaraka wa taala alitugea. Kisha thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtakuja kuulizwa siku ya kiyama kuhusiana na neema ambayo mlipewa vijana wa Tanzania, nayo ni neema ya amani. Tuilinde hii neema, kwa sababu ni miongoni mwa maendeleo. Hata kama tufanye vipi, mahala pasipokuwa na amani hatuwezi kupata maendeleo yote. Hakuna kusoma, hakuna chochote, ibada hatuwezi kufanza. Hata hapa tumepata kukaa angalau nusu saa, ni kwa sababu amani ambayo wazee wetu walikuwa wameijenga mpaka imetukuta sisi, imekuwa Tanzania ni kisiwa cha kukimbiliwa na watu. Kwa hiyo tudumishe hii neema ambayo Allah tabaraka wa taala ametugea sisi ahlu Tanzania. Waislamu, baada ya kusema haya, Allah vijana, tusijiziuke na dunia. Dunia ni kitu chenye kupita. Tusijiziuke na nguvu ya afya. Afya ni kitu ambacho kinapita. Iko siku tutakuja Mwenyezi Mungu kutuondoshea afya, alafu tutajutia, tutakuja kujuta muda ambao la yanfa'un nadama, majuto wakati huo hayasaidii tena. La mwisho, mmoja katika miongoni mwa wanachuoni walisema maneno mazuri, siwezi kuyasema yote. Alisema, alkamalu kullu alkamali at-tafaqquhu fi ad-din was-sabru 'inda an-naibat wa taqdirul maisha. Hapa kwenye taqdirul maisha unamkuta kijana unavyoishi, lazima uishi katika kuplani maisha yako. Unaishi vipi? Utauendea vipi ule uzee wako? Kwa sababu haujui utaishi mpaka umri wa miaka mingapi.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة الكرام حماة الإسلام الخليفة أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب باب العلوم والحكم والآداب رضي الله عنهم وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والحمد لله لتمام الكمال. أقم الصلاة.